Naitwa Saidi Miraji Abdullah, ni naibu katibu mkuu CUF upande wa Zanzibar. Kufuatia kikao cha baraza kuu ambacho kimekaa leo hapa Buguruni, lilipendekezwa jina langu na mwenyekiti wa chama taifa na wajumbe wa baraza kuu wakaamua kunichagua kwa 91%. Kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu na nawashukuru wajumbe wa baraza kuu. Kazi kubwa ambayo nimepewa ni ya kuhakikisha kama nasimamia shughuli za utendaji katika chama kwa kumsaidia katibu mkuu, ambapo sisi manaibu tuko wawili, mmoja Mheshimiwa Gobari Mwiru anatokea upande wa Tanzania bara na mimi natokea upande wa Zanzibar. Kwa hivyo sisi ndio tunakamilisha safu ya uongozi kwenye kamati ya utendaji, tukiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya utendaji ambaye ni katibu mkuu Injinia Ahmad Masud Ahmad. Je, kipi ambacho kilikufanya urudi tena katika chama chako mama, tunaweza tukasema? Ni mambo mengi sana. Kwanza naamini mimi binafsi kama CUF haikupaswa kuwa kama ilivyo, na sisi tuliwekeza nguvu nyingi sana hapa kwenye CUF. Kwa hivyo tunaamini kushirikiana tunaweza kuwapa kitu wa Tanzania ambacho labda muda mrefu walikuwa wanakikosa. Lakini pili, wenzangu binafsi wachukua jitihada kubwa sana za kuniomba kwamba ili tuje tushirikiane kusoma hili gurudumu. Sasa maneno yanapokuwa mengi, kuomba kunapokuwa kukubwa, unaweza ukafika pahala ukaona tena kukataa kuna ugumu wake. Kwa hivyo ni ile imani ambayo wenzangu wamenionyesha. Kwa hivyo na mimi nikaona tena basi kibinadamu nifike pahala na mimi nisiwe na kiburi, maana yake mwisho tena ingekuwa ni kiburi. Upi mkakati wako ukiwa kama kupitia hiyo nafasi yako ambayo tayari umeshateuliwa, upi mkakati wako? Kwa kwanza mimi najua kwamba tunaongozwa na katiba. Kwa hivyo ni kuhakikisha natekeleza majukumu yangu kwa mujibu wa katiba ya chama changu cha CUF. Lakini jambo jingine, kuna suala zima la kurudisha mahusiano mazuri, umoja, upendo na mshikamano katika chama. Kuna kazi kubwa sana ya kuvunja labda pengine makundi ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu, yamekuwa kitafuna CUF. Na mimi niseme jambo kubwa ambalo wenzangu wamelizingatia kwamba labda pengine mahusiano mazuri niliokuwa nayo na wao, sikuhusika na kundi lolote na wote nimefanya nao kazi kwa muda mrefu. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni hoja moja kubwa sana ambayo walikuwa wananieleza kwamba nikija tunaweza kusaidiana kuhakikisha kwamba tunauunganisha watu wote, yani wamenifanya kama mediator. Kwa hivyo nikaona na mimi basi wacha nitoe mchango wangu kwa kile ambacho nimekihangaikia huko siku za nyuma. Vijana ni watu wanaohitaji matokeo ya haraka. Vijana ni watu wanaohitaji kuona jambo linakwenda na sio maneno, wanahitaji matendo. Kwa uzoefu ambao sisi tumeupata kwenye siasa, tumefanya siasa tukiwa vijana kama wao. Mimi binafsi yangu nimewahi kuwa mkurugenzi wa vijana wa taifa, niliwahi kuwa naibu, baadaye nikawa mkurugenzi. Kwa hivyo naelewa, na jambo moja kubwa ambalo watu wengi limekuwa likiwashinda ni kutokuelewa mahitaji ya vijana, ni kutokuelewa namna gani unaweza kufanya shughuli bora, nzuri na za uhakika kwa kuwashirikisha vijana. Sasa kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa kijana na nilikuwa kiongozi wa vijana, najua mahitaji ambayo tulikuwa tunayahitaji kwa wakati ule. Najua mahitaji ambayo wanawahitaji vijana sasa hivi. Vijana ni kama nguvu kazi tunasema. Na bahati mbaya mara nyingi vijana walikuwa wakionekana kama ni daraja la watu kupanda kufikia kwenye hatua za uongozi wanazozitaka. Sasa hivi hatuko tena kwenye siasa za uwakilishi, tuko kwenye siasa shirikishi. Kwa hiyo jambo kubwa ni kuhakikisha kwamba vijana sio wanashirikishwa kwenye kutenda tu, lakini kwenye kufikia maamuzi ya yale matendo mnayoyatenda.